Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu, hivyo sasa hivi tunaaga Ramadhani, au kwa lugha ya kisahihi kabisa, Ramadhani anaaga sisi. Maana Ramadhani kila mwaka yeye atakuwepo, lakini mimi na wewe inawezekana mwakani tutafunga Ramadhani, tutakuwa hai au tutakuwa sisi hatupo duniani. Na hii hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika alamati inaonesha akhir zamani yuko karibu, qiyamu saa, qiyama yuko karibu, muda inakimbia sana, taqarubu zaman, muda inasogea, inakaribia. Leo mtu yuko nyumbani kwake anaangalia dunia sema mwisho kabisa, anaona kitu live na muda inakimbia sana. Jana sio juzi mimi na wewe tunamkaribisha Ramadhani, maandamo ya mwezi. Leo tayari bado siku 7, siku 8 Ramadhani inaondoka. So Mtume katika hadithi anasema katika alama inaonesha qiyama karibu, taqarubu zaman, muda inakaribiana. Au Mtume kasema na itazidi kwa watu mauaji. Leo angalia dunia, vita ipo kila sehemu, binadamu wanakufa sana. Na hii asema Mtume sallam wa yakthuru alharj, itazidi kuwa kifo, watu wanakufa kwa wingi sana. Tunaishi zama hii, watu leo wananunua silaha, wanatengeneza silaha ya kuangamiza watu kwa ili kuua watu tu, sio kwa maendeleo ya binadamu. Na Mtume anasema katika hadithi vile vile, ile hadithi moja, na itazidi mali. Zamani wakati Mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa hela ni adimu sana, lakini leo hela ipo. Unasikia mtu ana mamilioni dola hela. Na Mtume anasema vile vile, na huu mauaji hajui kwa nini ameua, na huyu ameuliwa hajui kwa nini huyu kama jamaa kamua. Na hii ipo. Tuombe Allah Taala tujalie mwisho mwema. Zangu Waislamu, 10 ya mwisho hii Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anajitahidi kuzidisha ibada, kuzidisha sadaka, kuzidisha qiyamul layl, kuzidisha Qur'ani, kusoma Qur'ani, kuzidisha dhikri. Yani ibada yote Mtume صلى alikuwa anazidisha. Ilikuwa kawaida yake Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم 10 ya mwisho anaingia itikaf msikitini. Itikaf inaanza usiku ya 21, yani 20 imeisha Ramadhani kuingia 21. Ama hadithi nyingine inasema, Aisha anasema Mtume صلى الله عليه وسلم ameingia itikafu siku 21 baada al-fajr. Hii hadithi ni sahihi, lakini anakusudia Aisha, anakusudia ameingia hema yake ndani ya itikafu, sio ameanza itikafu. Lakini sahihi hadithi anasema itikafu inaanza usiku wa 21, yani kuingia 21 baada al-maghrib inaanza itikafu. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anahuisha usiku 10 wa mwisho hii kutafuta Lailatul Qadr. Lailatul Qadr Mtume hajaweka wazi itakuwa siku gani, lakini Mtume kasema itakuwa 10 ya mwisho, na huenda Mtume anasema itakuja katika witr. Witr maana yake 21, 23, 25, 27, 29. Tafuteni katika 10 ya mwisho. Na uwezekana ni 60% itaanguka katika 27, lakini sio maana kila mwaka itakuwa 27, sio hivi. Yuko watu ulama wamejitahidi sana, wanasema sura inna anzalnahu fi lailatul qadr inaonyesha hii sura lailatul qadr iko 27. Kwanza anasema salamun hiya imekuja katika sentence neno 27. Anasema inna anzalnahu ina jumla 30. Jumla maana yake ina sentence, jumla sio aya, ina jumla 30. Imekuja Allah Taala aya anasema itakuwa Lailatul Qadr siku ya shukrani, katika siku ya Lailatul Qadr kwa siku hiya imekuja neno 27.
Vile vile wanasema in anzalnahu ni jumla ina sentence au jumla 30. Vile vile wanasema neno Lailatul Qadr imerudia Qur'ani mara 3 katika sura hii. Lailatul Qadr hii ina hurufi 9: لام يا لام تا القدر ألف لام قاف دال راء. ليلة القدر إن حروفي 9. 9 مرة 3 27. هي wote اجتهاد علماء, lakini mtu anasema hajasema itakuwa 27, lakini ulama wanasema huenda mara nyingi anaanguka katika 27. Lakini mtu asishughulikie mambo hii, ashughulikie yeye siku 10 yote afanye ibada, atamkuta Lailatul Qadr. Na Muislamu huenda atagundua leo Lailatul Qadr, huenda mtu ambaye anajua anahisi leo Lailatul Qadr itakuwa siku sio ya joto sana, sio baridi sana, siku ya amani. Muislamu anasikia raha, muumini kweli anasikia raha, anasikia na nguvu. Hii ambaye alama Mtume sallallahu ametaja, na jua asubuhi yake jua kama inachomoza itakuwa dhaifu, sio kawaida yake, itakuwa dhaifu, hana mwanga mwanzo, hana mwanga kali. Na Aisha radhiallahu anha akamwambia Mtume sallallahu, Mtume wa Allah, kama mimi tahisi leo Lailatul Qadr nasoma dua gani? Hii hadithi inaonyesha muumini huenda tahisi leo Lailatul Qadr kwa alama nimetaja hapa. Mtume akamwambia Aisha, uombe dua hii, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mungu wewe unapenda kumsamehe watu, msamehe mimi. Muislamu atakia katika siku hii, katika dua yake akithirishe dua hii. Sasa 10 ya mwisho watu wafanya juhudi, hawajitahidi, na inna wal a'malu bil khawatim. Tuombe Allah Ta'ala أن يعيد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن في الصحة والعافية. ونسأل الله تقبل منا الصيام والقيام وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرارينا من النيران. ونسأل الله يحفظ بلادنا تنزانيا وسائر بلاد المسلمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kishki TV, nuru ya dini yako.